Mathayo sura ya 12 mstari wa 22 hadi 26. Yesu Kristo anakemea yale mapepo yaliyomtia mtu upofu na ububu, uzimu. Mara baada ya watu lile kusanyiko kuona yule aliyekuwa kipofu na aliyekuwa bubu anaweza kuongea na anaweza kuona tena, makusanyiko yakafanyaje? Yakashangaa. Lakini Mafarisayo, watu wa viongozi wa dini wa imani, wakasema mtu huyu anatumia Beelzebul. Beelzebul ni mkuu wa pepo. Wakamtuhumu Yesu Kristo kwamba anatumia mapepo wakubwa kuwaondoa mapepo wadogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikimaanisha kama Mafarisayo walikuwa wanajua kwamba yako mapepo makubwa ambayo watu wanayaendea kwa ajili ya kuyatuliza na kuyaganga mapepo madogo, ndio maana basi hata walipomwona Yesu Kristo hawakujua kwamba anatumia nguvu ya Mungu, nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo hili sio geni. Hata katika Agano la Kale na Agano Jipya, watu wengi, hata watu waliokuwa wanamtumikia Mungu, kuna wakati waliacha kumtumikia Mungu, kumwamini Mungu, wakaifuata miungu mingine na roho nyingine za kipepo ili ziweze kuwasaidia katika madhaifu na mahitaji yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila jambo nataka nikuhakikishie jioni ya leo ni kwamba yuko Mungu aliyeko juu ya vyote, yeye aliyo chanzo cha uzima na chanzo cha vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Jina lake anaitwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Wafalme wa Pili, kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 1 mstari wa 2 na wa 3, tunamwona Ahazia akaanguka katika dirisha la chumba chake kule ghorofani katika Samaria, akaugua kwa muda mrefu. Akatuma wajumbe, huyu Ahazia akatuma wajumbe, akawaambia, enendeni mkaulize kwa Beelzebul. Beelzebul ilikuwa ni hii miungu ya kipagani ya Kifilisti, ni miungu au ni bwana inzi, ni miungu ya inzi. Walikuwa wakiendea wakiuliza, je, ugonjwa huu ninaweza nikapona? Ni miungu ya kipagani. Bwana asifiwe. Kwa alipoanguka ghorofani na akaugua kwa muda mrefu, akawatuma wajumbe wake wakamwendee Beelzebul, wakamuuliza kwamba je, ugonjwa huo anaweza kupona. Mstari wa 3 wa Wafalme wa Pili sura ya 1 mstari wa 3 anasema, lakini malaika wa Bwana akamwambia Eliya Mtishbi, ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria, ukawaambie, je, ni kwa sababu hakuna Mungu katika Israeli hata mkaenda kuuliza kwa Beelzebul, mungu wa Ekroni, bwana wa inzi, mungu wa kipagani wa Kifilisti? Mungu anaagiza malaika wake wamwambie Eliya Mtishbi, hivi hapa Israeli namna nilivyookoa na kuwakomboa baba zenu, mimi sipo mpaka mnaendea miungu mingine ya ulozi, ya uganga, ya ushirikina, mkataka kujua mambo yenu wakati mimi nipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini nataka kuzungumza na mtu mmoja. Hawa Mafarisayo na ile kusanyiko lilipomwona Yesu Kristo anatoa yule pepo bubu na yule pepo aliyekuwa kipofu, walijua ndio huyu mungu Beelzebul. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu walikuwa na tendency na ile desturi kwamba wanahangaika huku na huku. Ni kama hivi leo mtu anaweza kutoka kanisani kama hana wokovu vizuri, akasikia kuna sehemu fulani mtu fulani anafanya mambo vitatu, kuna mganga fulani, na akaenda akaacha kumtumainia Mungu wa kweli, Yesu Kristo aliye Mungu na kumwokoa, akaenda kwa waganga wa kienyeji. Ni kwa sababu ya matatizo na changamoto wanadamu walizonazo, muda mwingine wanashindwa kumtumainia Yesu Kristo, Mungu wa pekee na kweli. Na kwa sababu pia sasa hivi katika kanisa la Yesu Kristo, kwenye mwili wa Kristo, kuna waigizaji wengi, kuna watu wengi ambao sio waadilifu, ambao wamevaa kola ya utumishi, kiasi ambacho watumishi wote na makanisa yote yanaonekana ndio yale yale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamanio la Mungu, tunapokuwa dhaifu, tusiendee miungu mingine, tumwendee yeye Mungu aliye wa kweli, yeye aliye chanzo cha uponyaji, Jehova Rafa. Bwana Yesu asifiwe.
katika hali ya kufadhaika na kupoteza amani, tumwendee yeye aliye Jehova Shalom, Mungu ambaye asili yake ni amani. Yeye Mungu wa miungu, yeye yuko juu ya vyote na yeye anaweza vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaona wana wa Israeli wakati waliporudi nyuma wakaacha kutumikia Mungu wa kweli, wana wa Israeli mara kadha wa kadha waligeukia miungu ya kigeni, miungu mingine, wakafanya ushirikina, wakaendea mapepo, waganga, walozi. Waliacha kutumikia Mungu wa pekee wa Israeli, wakakengeuka, wakarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye Kumbukumbu la Torati tumeangalia pale sura ya 18 mstari wa 9 na 14, Mungu anawaonya wana wa Israeli waache mambo ya ulozi na kutegemea roho chafu, waache uganga na kutegemea roho za utambuzi. Haleluya! Kwamba yeye yupo, anaweza akawafunulia, anaweza akawafanikisha yale wanayohitaji. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 17 mstari wa 17, Israeli walifanya kafara za kipepo na kufanya uchawi, hata kama babu zao walikombolewa na wakaona mkono wa Mungu, wakarudi nyuma, wakakengeuka, wakaacha imani ya Mungu wa pekee wa kweli, wakafanya uchawi na ulozi na uganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya sura ya 8, Isaya 8 mstari wa 19, tunaona Waisraeli wanakuwa na ile tendency, ile hali au tabia ya kutaka kuuliza wafu, kuwaendea wafu. Makabila mengi hata Tanzania hapo, watu wakiwa na matatizo na jambo lao wanaenda makaburini. Hata kule kaskazini wanafanya hivyo, au katika miamba fulani, mapango, au katika miti mikubwa, au katika mawe, au katika vichaka fulani, misitu fulani, wanaenda sehemu ambapo wafu wamezikwa, wanaenda kuzungumza na wafu, wanataka kujua, waambie wafu, waambie. Isaya sura ya 8 mstari wa 9 inasema Waisraeli kuna wakati waliendea wafu na roho za kifamilia, roho za kimisimu, mapepo ya kimisimu, wakataka kujua kwamba hizo roho za kimzimu ziwaambie nini juu ya tatizo linaloendelea katika familia. Yeyote aliyepokea neema ya wokovu hategemei roho za mababu, roho za mizimu, mapepo ya familia, familia spirits ziwaambie nini cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Katika Agano Jipya ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 8, andika Matendo ya Mitume sura ya 8, tunamwona yule Simoni mchawi. Wako watu ambao walipractice uchawi na uganga na ulozi, utaisoma yote. Na vile vile katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 6 hadi wa 12, tunamwona Elimas ambaye alikuwa anajiita Bar-Yesu, yule mchawi akiwadanganya watu kwa mapepo ya utambuzi. Bar-Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sio kila mtu anasema madhabahuni na kusema Yesu 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 akawa anamaanisha Yesu wa pekee na ukweli. Kuna wengine wanamuita nani? Bar-Yesu. Wengine wana roho za uchawi na uganga na wanasema wanazo madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine kwenye Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 16 hadi 18, kuna yule binti ambaye alikuwa ni mfanyakazi kija kazi, alikuwa anawatumikia mabwana wake. Biblia inasema alikuwa anaingiza fedha nyingi kwa mabwana zake, matajiri zake, kwa sababu alikuwa na pepo la uaguzi. Yale mapepo ambao mtu anaenda kwa mganga wa kienyeji, alafu mganga anapandisha mapepo yanamwambia habari yule mganga. Huyu binti alikuwa na mapepo ya nini? Ya uaguzi, yakimuingizia fedha kwa muda mrefu. Ila walipokutana na mitume Paulo akayakemea yale mapepo juu ya binti. Mapepo ya uaguzi yakufanyaje? Yakamwacha na kibarua chao kikafanya kikaota nyasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nini sasa kinatokea roho chafu zinapokuwa zinamkandamiza mtu? Andika haraka Luka sura ya 13 mstari wa 10 hadi 17. Yesu Kristo alipoingia katika sinagogi, alikutana na mwanamke ambaye mgongo wake umepinda kwa muda wa miaka 18. Huo mgongo uliopinda ulisababishwa na aina ya pepo. Biblia sema pepo lilimkalia hapo mgongoni, likampindisha mgongo kwa muda wa miaka mingapi? 18. Kwa kuna watu wengine wanazaliwa na ulemavu fulani na udhaifu fulani, au wanazaliwa wakiwa na afya njema.
baadaye wanapata ulemavu au udhaifu fulani. Sio mapenzi ya Mungu, wala sio sayansi, wala sio biolojia. Wako watu wanalogezewa, wanatumiwa nguvu za giza, zinawatia udhaifu katika miili yao. Wako watu wanafungwa matumbo yao, wanapewa uvimbe katika mwili. Wako watu wanateswa, ni roho zinazowakandamiza na kuwakalia watu. Huyu mwanamke alipesa miaka 18, Biblia inasema Yesu Kristo alipomwombea, Luka 13 mstari wa 17, ile roho iliyomkandamiza na kumtia kibiongo kwenye mgongo miaka 18 ikamwachia, na mgongo wake ukafanyaje? Ukainuka, akapona. Kuna wakati mwingine Yesu Kristo kwenye Mathayo sura ya 9 andika mstari wa 32 na 33, kuna mtu alipata udugu, alifungwa na mapepo ya uziwi, hakuweza kuongea. Yesu alipomwombea, ile roho chafu ilimwacha, kisha mtu yule akaanza kufanyaje? Akaanza kuongea. Kuna watu wengine leo hawasemi, ni mabubu, ni viziwi, wengine hawaoni. Haijatokana na tatizo la kibiolojia toka tumboni mwa mama zao, bali imetokana na tatizo la nini? La kichawi au la kilozi au la kiganga. Tunamhitaji Mungu katika mahusiano na ndoa. Tunamhitaji Mungu katika uzao tunaozaa. Kumuomba Mungu sio jambo linalokoma. Tushapata ndoa tayari, tunataka watoto. Tushapata watoto, tunadai ulinzi hawa watoto. Mungu awakuze katika ulinzi na tumaini Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo sura 12 mstari 22, kuna mtu aliyekandamizwa na mapepo na kushindwa kuona. Alikuwa hawezi kuona wala kusema. Baada ya kuombewa aliweza kuona na akaweza kusema. Kwenye Marko sura ya 9 mstari wa 17 hadi 27, kuna yule kijana alikuwa na pepo la degedege. Biblia inasema pepo hili lilikuwa likimpanda, lilikuwa linamgalagaza, linamtupa chini, anatoka mapovu. Sio degedege zote, kwa sababu inatokana na sababu za kibiolojia, kwamba mshipa fulani umeguswa, umepigwa zote. Hapana, degedege nyingine ni maroho ambayo wanafanyaje? Wanarushiwa. Ndio maana wakija na degedege fulani, ukiombea ile roho inatoka, afu anakuwa wazima. Ni pepo tu linawatia udhaifu, linawatia degedege na magonjwa fulani. Kwa hiyo sio magonjwa yote ambayo ni ya kibiolojia au ni ya kisayansi. Sio magonjwa yote ni ya kuambukiza. Magonjwa mengine ni magonjwa ya kipepo, ni majini, ni mapepo, ni roho chafu. Marko sura ya 5 mstari wa 1 hadi 20, tunaona Yesu Kristo alipovuka ng'ambo ya pili, alikutana na mtu ambaye ni kichaa, amechanganyikiwa. Biblia inasema alikuwa anakaa analala makaburini kwa muda mrefu, akijikatakata na mawe. Hakuna aliyeweza kumshika, akifungwa pingu anazikata. Alikuwa na uchizi wa muda mrefu. Alikuwa na jeshi la mapepo wengi ndani yake. Biblia inasema Yesu Kristo alipomwombea, yale mapepo yakamwacha. Alipoachwa yale mapepo na kufunguliwa, ukichaa ukaisha pale pale.